Kubaliana kwamba tuna uchaguzi katika baadhi ya kata za jiji la Mbeya, na uchaguzi huo unafanyika katika kata zisizopungua 3 hapa jijini, lakini vile vile kuna kata moja kule Kyela, kata Nkuyu kule Kyela, na kata 3 hapa kwetu jijini Mbeya. Nimeona niwaambie kwamba uchaguzi ni moja ya indicator za demokrasia nchini, lakini pia uchaguzi ni miongoni mwa indicator za utawala bora, yani good governance. Unapozungumzia good governance katika nchi hii, one among the indicator ya good governance ni kuwepo na election, kuwepo kwa uchaguzi. Na uchaguzi unakuwa na mantiki kunapokuwa kuna free and fair grounds za uchaguzi. Manake uchaguzi kuwa wa huru na haki. Sasa nimeona niwaiteni niwaambieni kwamba Mbeya ni miongoni mwa mikoa yote Tanzania inayoitikia wito wa demokrasia na utawala bora kwa kigezo cha chaguzi. Vyama vya kisiasa vimefanya kampeni zao na vinahitimisha kampeni hizo tarehe 15 mwezi wa 9 2018, na kwamba tarehe 16 ya mwezi wa 9 2018 ndio tarehe ya uchaguzi. Mpaka muda huu mimi kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama sijapokea bashibashi yoyote inayoashiria kutoweka kwa amani katika mkoa wetu. Ni ishara njema kwamba wananchi wetu wa Mbeya wametulia, wanataka wafanye uchaguzi wa amani. Na mimi sasa kama mkuu wa kamati ya usalama na ulinzi ya mkoa wetu nimetumie fursa hii kuwaambia wanahabari kwamba amani iliyopo sasa, nipo tayari na wenzangu wote kuiendeleza bila kuitia doa. Na nitoe wito kwa wale wote wana Mbeya wanaoweza kuhatarisha amani hii. Naomba niwaelezeni ukweli kabisa kwamba nipo macho na vyombo vipo macho na tupo tayari kumdhibiti katika njia zozote ziwazo. Tumeambiwa kwamba kuna baadhi ya vikundi viko mahali vimeletwa na vyama vya kisiasa ambavyo inaweza kuwa ni CCM au ni chama kingine chochote kile cha upinzani. Ni wasihi wana CCM ambao ndio waliotutuma tutekeleze ilani yao, kama wao wana vikundi vya namna hiyo, ni wasihi leo kwamba vikundi hivyo visambaratike na wasijihusishe tena. Na kama ni wanachama wengine wa vyama vya upinzani, ni wasihi vile vile kwamba mikono yetu inawasha sana na tuna hamu mno, hamu ya nguvu sana ya kumpata mvunjaji wa sheria ili aweze kuwa mfano bora katika mkoa na Tanzania hii. Na katika kuilinda amani, amani hulindwa na wananchi wenyewe. Ni wasihi wananchi wa Mbeya, jiji la Mbeya na wilaya zake zote, kwamba wana wajibu mkubwa sana wa kuwa mabalozi wa kulinda, wa kutetea amani iliyopo. Kama watasikia jambo lolote baya ambalo linaenezwa ama kusemwa na yoyote yule, basi waripoti kwenye vyombo vya ulinzi na usalama wa mkoa wetu. Lakini pia katika kutoa tahadhari, sisi kamati ya ulinzi na usalama mkoa kupitia vyombo vyetu, kwa maana ya vyombo vya ulinzi na usalama, wanajeshi, polisi, FFU, watu wa magereza, tumeanzisha utaratibu maalum ambao ulishakuwepo, lakini utaratibu huu utakuwa ni endelevu, wa vyombo hivi vya ulinzi na usalama kufanya mazoezi katika jiji la Mbeya na katika sehemu zingine zote za mkoa wa Mbeya. Kwa mkiwaona kesho kutwa, jamii isishtuke, ijue wapo kwenye utaratibu wa kila siku wa kufanya mazoezi. Lakini vile vile Jumamosi ambao ni kesho, watakuwa pia kwenye usafi kuanzia Iwambi,
Mbalizi na sehemu zingine zozote zile. Wanajeshi watakuwa kwenye usafi kesho asubuhi, lakini vile vile ni kwamba watakuwa kwenye usafi kwa siku zingine, ila Jumapili wataiacha kwa sababu hatutaki watu watahamaki. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, nimeona niwaite hii niwaambie kwamba ni usafi tu na vile wanaambia. Lakini watu wetu wale ambao wako tayari kutikisa amani, nimesisitiza kwamba wajue mikono yetu inawasha, na wa kuikuna ni anayevunja kanuni, sheria na mienendo ya taifa letu. Lakini mlinzi mwingine wa amani ni mwandishi wa habari au vinginevyo. Vinginevyo hii inamaanisha nini? Sheria ni ndefu sana. Wewe ambaye utakuwepo tayari hapa kwa ajili ya kuharibu na kutikisa amani ya Mbeya, kwa kweli sisi kama kamati ya ulinzi na usalama hatutakuvumilia. Kwa nimeona kwanza niwaiteni niwaambie, sijawahi na kamati ya ulinzi na usalama haijawahi kubipiwa na mtu yoyote awahi, na kwamba yoyote atakaye bipu tutampigia mpaka mwisho. Hilo ni jambo la kwanza.